Msemaji wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC amesema kuwa watu 36 waliuawa katika shambulizi la makombora la Iran dhidi ya makao makuu ya Mossad wakati wa vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Akizungumza siku ya Jumapili wakati wa hafla ya siku ya wanafunzi, msemaji wa IRGC na naibu wa mahusiano ya umma Brigedia Jenerali Al-Mohammad Nanein alieleza hatua za kijeshi za Iran katika vita hivyo, akisema kuwa majibu ya awali ya Iran yalikuwa ya haraka na yaliyoratibiwa vizuri. Kwa mujibu wa Naein, akinukuliwa na shirika la habari la Merri, baada ya Israel kushambulia ghala la mafuta mjini Tehran, Irani ililenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa na mashambulizi mawili ndani ya saa 5. Alisema hata vyanzo vya Israel vilieleza mashambulizi hayo kuwa ni kazi bora ya makombora ya Iran iliyosababisha kiwanda hicho kusimamishwa kabisa kufanya kazi. Aliongeza kuwa baada ya Israel kushambulia kituo cha kijasusi cha Iran, Tehran ilijibu kwa kushambulia eneo la Mossad, hatua iliyosababisha vifo vya watu 36. Naein alisema operesheni ya Irani inayojulikana kama True Promise 3 ilianza saa chache tu baada ya vita kuanza, akitaja kama kampeni ya kipekee na ya ngazi nyingi iliyochanganya vita vya kielektroniki, mashambulizi ya kimtandao, makombora na ndege zisizo na rubani, yani drones. Alisisitiza kuwa Irani iliingia vitani ikiwa na ubora kamili wa kijasusi na hifadhi data kubwa ya taarifa. Alidai kuwa majeruhi wa kijeshi na kiintelijensia wa Israel walikuwa wengi zaidi kuliko wa Iran, akieleza uwezo wa Iran wa kulenga kwa usahihi, ikiwa ni pamoja na kupiga sakafu za moja kwa moja chini ya ardhi ya jengo la ghorofa 32 lililotumika kama kituo cha data cha soko la hisa katika ardhi za Palestina zinazokaliwa kwa mabavu. Naein alisema Israel ilitumia mfumo wake wote wa ulinzi wa anga ikisaidiwa na rasilimali za Marekani katika eneo hilo, lakini bado ilishindwa kuzuia makombora ya Iran. Alisisitiza kuwa kombora moja la Iran, baada ya Israel kutoa onyo la mashambulizi makubwa, liliweza kusababisha uharibifu mkubwa zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Alisifu mchango wa vijana wa Iran katika kujenga uwezo wa ulinzi wa taifa hilo na kusisitiza kuwa mkakati wa Iran baada ya vita vya Iran na Iraq unategemea ulinzi unaomhusisha mwananchi na vita visivyo vya moja kwa moja, akisema mapambano hayo hayawezi kulinganishwa kwa njia ya kawaida. Akivielezea vita vya siku 12 kama somo muhimu kwa wachambuzi wa kijeshi, Naein alisema kurejea haraka kwa mifumo ya uongozi, utekelezaji wa mawimbi 22 mfululizo wa mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel, pamoja na uwezo wa kudhibiti mshangao na kurejesha uthabiti wa hali vilikuwa mambo ya msingi ya ushindi wa Iran. Aliongeza kuwa taasisi za tafiti za Marekani na Israel sasa zinajadili kuwa enzi ya baada ya vita inapaswa kugawanywa katika kabla na baada ya vita vya siku 12, akiita mzozo huo kuwa wa kipekee kihistoria na kusema utabaki kuwa mada muhimu katika tafiti za kimkakati duniani. Pia alisema Iran ilikabiliwa na mashambulizi ya mitandaoni 400 hadi 500 wakati wa vita hivyo, huku nayo ikifanya operesheni zake za kimtandao. Kwa mujibu wa Naein, vipengele vingi vya vita vya kimtandao na kijasusi haviwezi kuwekwa wazi hadharani. Mnamo Juni 13, Israel ilianzisha kile Irani inachokiita shambulizi la wazi na lisilo na uchokozi wa awali dhidi ya Iran, wakati mazungumzo ya nyuklia kati ya Washington na Tehran yakiendelea. Shambulizi hilo lilisababisha vita vya siku 12 vilivyosababisha vifo vya watu wasiopungua 1064 nchini Iran, wakiwemo makamanda wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida. Marekani pia iliingia vitani kwa kulipua maeneo 3 ya nyuklia ya Iran, hatua ambayo Tehran ilielezea kuwa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Kwa mujibu wa majeshi ya Iran, yalishambulia malengo ya kimkakati katika maeneo yanayokaliwa pamoja na kituo cha anga cha Al Udeid nchini Qatar, ambacho ni kituo kikubwa zaidi cha kijeshi cha Marekani katika Asia Magharibi. Mnamo Juni 24, Irani kupitia operesheni zake za kulipiza kisasi zilizofanikiwa dhidi ya Israel na Marekani ilifanikiwa kulazimisha
kusitishwa kwa mashambulizi hayo. Katika taarifa hii ambayo imetolewa na msemaji wa jeshi la walinzi mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC ambaye ni Al-Muhammadi Naein, imeeleza kwamba katika mashambulizi ambayo IRGC waliweza kuyafanya kwenye makao makuu ya Mossad, shirika hili la kimataifa la upelelezi la Israel, liliweza kusababisha vifo vya makamanda 36 wa Mossad ambao katika taarifa za Israel hawakueleza wazi kwamba makamanda hao waliweza kuuawa, lakini taarifa za Israel zilieleza kwamba watu pekee waliofariki katika vita hivyo walikuwa ni 28. Sasa basi, hii inaibua taswira kwamba kulikuwa kuna ufichwaji wa taarifa mkubwa sana katika taifa la Israel kwenye vita baina yake yeye pamoja na Irani, kwa sababu katika vita vile inaonekana kuna madhara ambayo yaliweza kutokea hata pia kwa upande wa Israel, sio tu kwa upande wa taifa la Irani. Sasa vifo ambavyo viliripotiwa kwa wakati ule vilikuwa ni idadi ndogo kiasi ambacho msemaji wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC ambaye ni Al-Muhammad Naein ameeleza hapa kwamba watu 36 waliweza kuuawa katika shambulizi lile ambalo lilifanyika kwenye eneo la Mossad. Ni kweli kabisa kulikuwepo kuna picha mbalimbali ambazo zilikuwa zikionyesha aina ya shambulizi ambalo Iran imeweza kufanya. Moshi mzito uliweza kuonekana, lakini pia walipiga katika jengo hilo kuu kabisa la Mossad, lakini pia na maeneo ya karibu ya shirika hilo la Mossad la upelelezi la kimataifa la taifa la Israel. Kwa hiyo na taarifa hizi ambazo zimetoka kwa hivi karibuni zinaeleza wazi kwamba ni kwa jinsi gani Irani ilikuwa na ujasusi mkubwa wa kuweza kufuatilia kile ambacho kilianzishwa hadi kilivyokuwa kinaisha. Yaani kwamba hata mashambulizi ambayo waliweza kuyafanya, kuna records mbalimbali ambazo zimekuwa zikitoa ushahidi wa idadi ya watu ambao walifariki kwenye maeneo kadha wa kadha, lakini eneo muhimu kabisa hili la shirika hili la Mossad ni moja kati ya maeneo ambayo yalipata athari kubwa kwa watu 36 kuweza kuuawa papo kwa hapo. Mamlaka za Israel bado hazijaeleza wazi kuhusiana na taarifa hizi ambazo zinatolewa na maafisa wa Iran wakidai kwamba waliua watu 36 waliposhambulia eneo la Mossad nchini Israel. Sasa basi, kama ambavyo mataifa haya yamekuwa kwenye msuguano wa kisiasa kwa muda mrefu sana, lakini vile vile hata msuguano kwenye masuala ya kivita pia teknolojia kwa ujumla, wamekuwa wakitupiana maneno viongozi wao huku na kule wakijibiana. Labda endapo sasa mamlaka za Israel zitakuja hadharani na kueleza wazi dhidi ya undani wa taarifa hizi ambazo zinatolewa moja kwa moja kutoka katika maafisa wa Iran, basi tutawaletea watazamaji wote ambao mnatufuatilia chote ambacho kitajiri dhidi ya taarifa hii. Cha msingi kabisa, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, basi ni kuombe uweze kusubscribe, lakini kulike video zetu, lakini pia kucomment chochote ambacho unahisi kwamba tukiboreshe au unataka nini mtazamaji kwa wakati mwingine, basi ni ruksa pia kufanya hivyo, lakini vile vile usisahau kulike pamoja na kushare.